Ama hakika ile siku iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka nchini Tanzania leo imewadia baada ya mbilinge za hapa na pale za kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Bwana, leo dabi ya Kariakoo itapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Bwana, klabu ya soka ya Yanga siku ya leo ameamua kuleta timu na wako tayari kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo, na wanakuambia wao ni ushindi tu, wanachokitaka ni kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa mara nyingine. Maandalizi bora kabisa ambayo ameyafanya kuelekea mchezo huu yamekuwa yakiwapa morali wachezaji wa klabu ya soka ya Yanga, lakini pia benchi zima la ufundi la klabu ya soka ya Yanga wakihitaji kutoa kombe hili la ligi kuu Tanzania bara. Bana, nimekusogezea kikosi cha klabu ya soka ya Yanga ambacho kitaanza katika mchezo wa leo dhidi ya mnyama Simba Sports Club, mchezo ambao ni wa aina yake, ambapo kocha wa klabu ya soka ya Yanga ameweza kutangaza kikosi chake ambacho anaamini kitaweza kumpatia matokeo katika mchezo huu mkubwa kabisa, mchezo wa leo dhidi ya mnyama Simba Sports Club. Kocha wa Yanga anakuambia hana cha kupoteza, anachokitaka ni alama 3 muhimu ambazo zitamfanya atangazwe kuwa bingwa na mnyama Simba Sports Club kuweza kubaki mikono mitupu. Bana, kama kawaida golini ameanza Djigui Diarra ambaye amekuwa na kiwango chake ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, lakini katika safu ya mabeki kuna Shedrack Boka, Dickson Jobu, Ibrahim Baka pamoja na Israeli Patrick Mwenda, safu bora kabisa ya ulinzi ya kuweza kumlinda Djigui Diarra. Katika safu ya kiungo kuna Mudathir Yahya pamoja na Pacome Zouzoua wamekuwa wakitengeneza muunganiko mzuri katika safu hii, lakini pia bila kumsahau Maxim pia Nzengeri ambaye ameanza katika mchezo huu wa leo dhidi ya mnyama. Na ukitazama katika safu ya ushambuliaji namuona Prince Mfumelelo Dube, Clement Mzize, lakini pia bila kumsahau nyota ambaye amekuwa na kiwango bora ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, na huyu si mwingine ni Clatous Chota Chama ambaye anakuja kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji.